kukaribisha kwa kile nimesema mwanzo, ni Padre John Mwiru kutoka kwa Katibu. Kwa kweli nimefurahi sana kushiriki katika tukio hili, kushuhudia makubwa haya ambayo Mungu anaweza kuyafanya. Jana makamu wa askofu katika maongezi yake alisema kwa kawaida kazi ya Mungu hailali. Kama wewe uifanye, lazima atatokea mtu fulani wa kuifanya. Na wewe ukipata bahati ya kushiriki kutekeleza kazi ya Mungu, inabidi uwe mtu wa shukrani sana. Na bila hiyo liongea tunaliona hapa katika tukio la leo. Watu mbalimbali kwa kiwango mbalimbali, kwa mitindo mbalimbali wameshiriki katika kufanikisha haya tunayoona leo, ujenzi na pia na tukio hili la leo. Naomba sana Wanasomanga, baada ya leo wangetafuta siku nyingine, na siku hiyo wasimwalike mtu mwingine yoyote, wakae wao wenyewe peke yao kusudi wafanye tathmini kuona makubwa haya ambayo Mungu anayafanya. Na mimi kwa kuunga mkono kwa juhudi walizofanya wenzangu, keshi sina, ila naahidi kutoa shilingi milioni 1 kusudi mpaka ile milioni 2 ifike milioni 3. Tumsifu Yesu. Mhashamu Baba Askofu Wolf Kanipesa, Askofu Jimbo Katoliki Lindi na Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Mheshimiwa Dekano, Mheshimiwa Paroko na msaidizi wake, Mheshimiwa Padre, watawa na nyote taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Padre Barnabas Shayo, ni padre misionari na mtawa wa shirika la mitume wa Yesu. Hili ni shirika ambalo wengi wenu hamjalisikia sana. Kwa hapa Tanzania tunaye nyumba ya malezi ya awali inayojulikana kama Seminari ya Uhuru kule Moshi. Tunafanya kazi maeneo mbalimbali duniani, na mimi kwa utume wangu kwa sasa nafanyia huko Marekani. Sasa mtaniuliza huku Lindi unakuja kufanya nini? Mimi huku Lindi nimefika kwa mwaliko wa askofu. Kwa bahati nzuri tumekuwa marafiki wa karibu sana tangu mimi niseme ujana wetu, maana tunaelekea uzeeni. Basi nilipokuja likizo, baba askofu akaniomba, akasema naomba ufike Lindi. Mimi kwanza kabisa nishukuru kwa sababu amenifanya nikaanza kuona kumbe Tanzania ni kubwa. Unajua sisi watu wa milimani tunashia sana tukienda Dar es Salaam, lakini namshukuru amenileta mpaka huko. Leo na shukrani na hongereni sana kwa kazi kubwa mlifanya katika kulijenga hili kanisa. Leo tunaleta ni kigango, hatujui mpango wa Mungu kwa tuendako litakuwa kitu gani. Imani yenu, nia yenu, Mungu azidi kuibariki. Ninyi wazazi, akina baba na kina mama, kama ilivyotamka kwa awali, tunaomba muendelee kuwapa na kuwatia moyo vijana wenu waweze kujiunga na maisha sio tu ya upadre na utawa, lakini pia wapende maisha ya ndoa. Tunahitaji mapadre, tunahitaji watawa na tunahitaji wanandoa ambao wamesimama katika msingi mzuri, msingi thabiti. Wale watakaopenda maisha ya utawa na umisionari wa shirika la mitume wa Yesu, tunawakaribisheni sana kwa kupata malezi ya awali, kidato cha kwanza mpaka cha 6, seminari ndogo iliyoko Moshi Uhuru, na baadaye tutapata maendeleo ama malezi katika seminari zetu
zilizoko huko Nairobi. Basi kwa kuendelea kuunga mkono jitihada zenu, mimi ninawaahidi sala zangu, nitakaporudi huko ugenini nitawakumbuka. Basi nilishamwahidi kwamba nitaendelea kumuunga mkono katika jitihada zake kwa sala zangu, hata kama ni sala dhaifu, lakini tunaamini hakuna jambo ambalo Mungu atalipokea. Kwa haya machache, naendelea kuwapongeza na hongereni sana. Naona kiu unaiona. Nianze upande wa chama cha Nguvu ya Sala. Ni kweli kwamba na mimi nimo, ingawa sichukui nafasi kubwa active sana, lakini isikutishe kwamba wale wanaosali usiku sijui saa 9, mimi binafsi nimeshawaeleza pale kwamba mimi nitasali kwa muda wangu, lakini sio saa 9 usiku, lakini na pia katika zile nia maalum zile ambazo zinaorodheshwa kwenye misa zangu za kila siku, zile nia zitaombewa. Kwa hiyo wanashirikiana na ndugu paroko Stephen Panga, lakini pia tuna ushirikiano na ndugu Panga katika utume wa Padre Pio, na huko tunajaribu kuhamasisha watu kuhusu Mtakatifu Padre Pio na umuhimu wake. Kwa hiyo nimekuja hapa kwa sababu ni wanashirika wenzangu, lakini pia kwa sababu baba askofu alipokuwa shirika nilifanya kazi vizuri sana pamoja naye. Nimeleta kwa sababu hapa ni kigango cha Mtakatifu Padre Pio. Mtampatia baadaye paroko picha ya kudaliziwa ya Padre Pio pamoja na picha kubwa ya Padre Pio, walau ihamasishe. Najua kwamba tayari kuna picha huko, lakini bila shaka kutakuwa na picha nyingine ambazo zinahitajika, na hiyo picha iliyodaliziwa ni picha ya pekee kama mchango mdogo wangu kutambua na kuthamini kazi kubwa ambayo inaendelea. Nguvu ya sala inahitajika sana. Sala kweli ina nguvu. Kuna mahitaji mengi yanayohitaji sala, mahitaji ya kifamilia, mahitaji ya kielimu, mahitaji ya kiuchumi, mahitaji ya amani. Na sisi viongozi wenu wa kiroho tunahitaji pia kutegemezana, kuimarishana katika mambo hayo yote. Tumsifu Yesu Kristo.